Kikubwa ni kuendelea kupambana katika mzunguko wa pili ili kuhakikisha tunamaliza mzunguko wa pili pia tukiwa tuko juu, kwa sababu kama mzunguko wa kwanza umaliza juu na mzunguko wa pili mechi 15 hizo ukiwa juu, maana yake wewe ndio bingwa. Namna ambavyo ushindani wa namba ndani ya kikosi chako especially kwenye position yako ambayo unacheza sasa hivi umeonekana kushine zaidi, kwa maana kupewa nafasi zaidi, wewe unazungumziaje kwanza? Maana yake umeonekana kucheza zaidi, lakini ushindani wa namba ndani, yupo Kibwana, yuko Yao. Ushindani wa namba kwa upande wangu ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia wachezaji wote kwenye position hiyo, sio kwamba wachezaji wabovu, hapana. Kila mtu ana uwezo na kila mtu ana malengo makubwa katika klabu hii. Kwa hiyo nadhani kikubwa mimi kama mchezaji ni kuhakikisha nikipata nafasi nafanya vizuri na ni kuendelea kuweka ile performance kwenye level ya siku zote, kwa sababu timu kama hizi hazina muda wa kusubiri, na kiuhalisia ni kwamba wanatakiwa uwe tayari muda wote, umeona. Kwa hiyo ukipata nafasi unatakiwa kupambana kuhakikisha unafanya vizuri katika nafasi na kuendelea kutetea kupewa nafasi na mwalimu na kuaminiwa na mwalimu. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia uwezo wa wachezaji waliopo ni mkubwa pia, umeona. Kwa hiyo huwezi kusema leo nimepata nafasi labda ni umecheza vibaya labda, umeona, afu unarudi unasema nafasi ishaondoka. Hapana, hiyo waga inatokea kwenye mpira. Kwa mfano uwezo ukawa na siku nzuri kazini kila siku, kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe kutune akili yako, na ndio kitu ambacho unachofanya. Kama nikiperform vizuri na kuendelea kufanya vizuri, najihakikishia uaminifu kwa mwalimu na kuendelea kuitumikia ile position ambayo naaminiwa. Kwa maneno yote uliyosema, ukiweka kwa pamoja tu kwenye neno moja, yani tukupe asilimia labda 100 kwenye msimu upo Yanga, maana umecheza Simba, umecheza Singida, unajipa asilimia ngapi? Wewe unajijua mimi huyu ndio Isra mpaka sasa hivi? Bado nasubiri kwanza msimu ukiisha ndio naanza kujitathmini. Uweze kujitathmini katikati. Tunajitathmini kwanza, hili dula kwanza ni nusu ya malengo. Halina shida hilo, kwa sababu huwezi jua mbeleni mambo yatakuwa vipi. Unaweza kusema sasa umeperform vizuri, lakini baadaye duru la pili unaweza kuperform zaidi ya ulivyo perform, au unaweza kuwa duru hilo hujaperform vizuri alafu duru la pili ukaperform yani nasema duru hilo hujaperform, umeperform vibaya alafu duru inayokuja ukaperform vizuri. Kwa hiyo siwezi, bado ni 50-50. Kwa hiyo msimu ukisha pale ndio unakaa una analyze kwamba performance yako ilikuwaje kwa msimu huu, kipi cha kuongeza, kipi cha kupunguza, ili kujihakikishia kwamba unakuwa kwenye shape nzuri. Okay, sawa. Hizo bwana, nataka utujalie kidogo hapa. Sisi wacheza sodo bwana, tunasema sauti ya kipa iheshimiwe. Kwa ukicheza sodo ile zamani, kipa ukikosea lazima aje akwambia hapa bwana hivi na hivi. Lakini wewe unacheza nyuma hapa. Tujalie Diarra ni mtu wa aina gani kwenye upande labda timu ikiwa inajenga shambulizi, ikiwa inashambulia kwenu nyinyi mabeki, katika kuwakumbusha katika nafasi zenu? Kwa neno moja tu, ni kiongozi. Ni kiongozi kwa sababu yeye ndo ana command ule ukuta wa nyuma, na ni mchezaji mwenye experience. Nadhani ni kati ya wachezaji wenye experience kwenye timu yetu hii, umeona. Kwa hiyo akiwa pale nyuma ni mtu kama ni mchezaji wa kawaida, lakini pia ni kiongozi mbali na captain. Ndio nadhani kamuelezea kwa style yake. Kwenye position ambazo sasa unakutana nazo, upande wako tuzungumzie winga hizi zote mbili, yupi winga complete kabisa alokamilika, unasema huyu ni winga yani ambaye amekamilika, au winga bora kabisa kwenye ligi yetu? Kwa saizi kuelezea inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Ukiangalia asilimia nyingi sana mechi tunazocheza sisi tunakuwa tuliko juu ya wapinzani, kwa hata kupata nafasi ile ya kumuona mtu inakuwa ni mara chache sana. Maana yake hawapi changamoto, kwa sababu wewe mwenyewe unajua hilo swala, kwa sababu ukiangalia mechi muda wote tuna mpira. Sasa utakaba, tuchukue mbili tu sample za Simba labda na Azam. Simba na Azam. Simba nimecheza wengine mnawazidi sana. Nimecheza na sijasema tunawazidi kama wetu kwenye yani ninachokuelezea ni kwamba timu ina dominate, kwa hiyo huwezi kuona uzuri alionao mpinzani. Ile mechi sasa ambazo kidogo mlikuwa mnatai. Nimecheza mechi na Azam, alikuwa Edinado, umeona, lakini pia naye pia tunajua ukitaka kumuelezea winga maana yake amekupa shughuli sana. Lakini ile mechi ilikuwa sio kwamba tumesumbuana sana mimi na Edinado, kwa sababu muda mwingi nilikuwa sijapata zile 1v1 ili kuona kama amenibichi au namna gani, umeona. Lakini mechi ya Simba pia yule winga wa Simba nadhani kuna movement zingine alikuwa anazifanya ambazo kama mchezaji haupo makini anakuacha hapo. Yule au Libase? Hapana, kuna winga alikuwa anacheza huku, ndo aula huyo.
ndo asilimia, kwa sababu ukicheza na mchezaji hatari tunamuona mwenyewe, unaona. Kwa hiyo kuna situation zingine unaona kauli mnasema unamsikilizia kwanza, unajua jamaa vipi anakuja au aje, unaona. Kwa hiyo lakini nadhani ligi yetu kuna baadhi ya mechi tukicheza unashindwa hata kuona ubora wa mchezaji, kwa sababu unakuta muda mwingi tuna dominate mpira sisi, umeona. Na hiyo ndio inakuwa changamoto kuelezea labda fulani nimeshakutana naye amenisumbua, umeona. Hiyo inakuwa changamoto. Lakini kama tungekuwa tunacheza level ile ambayo wao wanao sisi tunao hivyo, yani ile ya usumbufu sana, tunapishana ile, ndio unaweza kuona bana huyu, si hata nyinyi mkiangalia mnaona kwamba yule jamaa kamsumbua fulani, umeona. Kwa maana hizo nataka useme intensity kidogo ya ligi yetu ipo chini. Sijazungumza swala la intensity hapo, nadhani naweza kusema quality ya timu ambayo tupo sisi. Ni quality yangu. Kwa sababu ukisema una dominate mpira muda mwingi, wapinzani hawakai nao, inamaanisha nyinyi ndio mpo bora kuliko. Hapo labda quality yenu unaiweka kwenye asilimia ngapi na wanakufuata asilimia ngapi? Yaani kwa namna ukizungumzia performance overall kwenye ile duru la kwanza. Kiwalisia siwezi nikaweka kwenye asilimia kwamba sisi tuna asilimia 100 au 90 au nini, lakini ninachoweza kuelezea ni kwamba mechi nyingi tunazocheza za timu hizi za tuseme za kati za nini, sisi kwa muda mwingi tuko juu yao. Vipi sasa, mbona watu wanaonekana kuwabeza, labda kusema mmechoka, sio mnafatiki, yani kuna game hivi wanawabeza? Nadhani hizo kauli wanatoa wapi kama mnaonekana labda kuwazidi kwenye mechi zote? Fans, wadau, wachambuzi, sisi wanahabari, wasemaji wa club tofauti. Wewe unasema sisi tumechoka? No, hapa wewe umesema wewe. Sisi wajumuishi na waandishi sisi. Yaani nimeweka kwa maana kwa wingi wetu. Maana si hata akisema huyu mimi sijai kusema. Hata kama umesema hamna shida. Overall kwa maana anachomaanisha kwamba kama umesema sema mnawazidi muda mwingi mnamiliki nyinyi. Sasa inakuwaje kama kuna watu wanaona Young Africans sasa kidogo imedrop na bado unasema nyinyi mko juu yao? Kuna kipindi kwenye mpira, kuna kipindi wachezaji au timu inapita, umeona. Na kwa stage ambayo tumefikia sasa hizi sisi tumeonekana tumechoka, tumeonekana hatuchezi vizuri ndani ya hizi mechi 3 mfululizo nadhani, umeona. Ndani ya mechi 3 mfululizo. Sasa kuna vitu kibao ambavyo vina affect hilo swala, na huu upande sasa ni upande wa mwalimu, anajua namna gani timu yangu inacheza au namna gani timu yangu haipati matokeo. Lakini ukiangalia pia hata mechi ambazo tulikuwa tunacheza hizi za kufuatana hizi pia, nadhani umeona kuna wachezaji labda kuna majeruhi au siku mbili tunacheza, siku mbili mnasafiri, mnacheza tena mechi. Sio anasema siku kuna masaa 70 ngapi sio ya kucheza mechi. Lakini sidhani kama kwa hiyo kama excuse kama ndo watufanye vizuri. Hapana, ni sisi tu wenyewe kurudi sasa tuangalie wapi tulienda tofauti. Kama hiyo kuchoka tunachoka, au kama ni fatiki na nini, nadhani tutajua namna ya kufanya, kwa sababu uongozi upo na unaelewa. Wewe binafsi? Mimi binafsi ndio si mechi ya nani ile nimetoka. Ule ukuumia. Sio pale mwili kuna namna unafanya kazi. Sasa pale ukaniambia bana hapa umefanya kazi, lakini ukiendelea hautafanya kazi kwa kiwango ambacho unataka. Na mimi siwezi kutaka mwili hautaki. Siwezi kulazimisha. Sababu nikisema niendelee sitacheza vizuri.